Mtazamaji wa Azam TV, UTV, katika sehemu ya matangazo yetu hii leo na katika mwendelezo wa mijadala kuhusu hali ya siasa na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, tumekuwa tukizungumza na wadau mbalimbali, viongozi mbalimbali wa kisiasa, na leo tumepata bahati ya kufika hapa kwenye ofisi ndogo za makao makuu ya Chama cha Mapinduzi Lumumba, Dar es Salaam, kukutana na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anayefanya shughuli zake Tanzania Bara, mzee Stephen Masato Wasira, na tayari tuko naye hapa kuzungumza naye. Mzee Wasira, habari za muda huu na karibu sana. Asante sana, good luck, karibu sana. Naam, tunafurahi sana kutukaribisha hapa ofisi zenu, na bila shaka shughuli zinakwenda vizuri. Shughuli zinaendelea vizuri kama kawaida tu, hakuna tatizo kubwa. Naam. Kwa maana ya shughuli za kila siku. Naam. Tujielekeze moja kwa moja kwenye mambo ambayo yamekuwa yanaendelea hivi sasa, hasa kuhusu hali ya sasa ya siasa katika taifa letu. Kumekuwa na mijadala mingi na hasa kile ambacho kinatajwa kama mvutano kati ya chama kinachotawala lakini na vyama vingine vya upinzani. Chama cha Mapinduzi kimeweka mikakati gani ama kimechukua hatua gani ya kuondoa huo uhasama ama huo mvutano unaoendelea kati yenu na vyama vya upinzani, hasa hivi vyama ambavyo wamekuwa washindani wenu wa karibu katika chaguzi mbalimbali zilizopita? Nachoweza kukuambia ni kwamba kwanza hakuna mvutano. Hakuna mvutano kwa maana ya kwamba kuna mjadala tu unaendelea, wala si kati ya CCM na vyama vingine, ila CCM kama sehemu ya jamii inashiriki katika mjadala. Kwa hiyo ukisema kuna mvutano, mimi nakwambia haupo, kwa sababu tunachojadiliwa sana ni ripoti ya tume ya Jaji Chande, na hii ripoti imetoka. Kila watu mahali walipo wamekuwa na maoni yao. CCM tuna maoni yetu, vyama 12 vimetangaza maoni yao kwamba vinadhani taarifa ile inasaidia katika kuponya taifa. Vyama viwili ambayo ni Chadema pamoja na ACT Wazalendo ndio vimeonyesha vina matatizo na ripoti. Sasa hilo nataka nikwambie, kwanza ni jambo la kawaida kwamba kwa jambo kubwa kama hili huwezi kutegemea watu wote watakubaliana, na tofauti za mawazo wakati mwingine zina afya, kwa sababu mnakuwa na mawazo yanatofautiana, mnajadiliana, mwisho mnafikia mwafaka. Sasa unazungumza CCM ina mgogoro, haina, lakini Chadema tangu mwanzo walikataa tume, na mimi niliwahi kuzungumza hapa na vyombo vingine, nikaitetea tume kwamba tume inaundwa na rais kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Katiba hii inampa mamlaka rais kuunda tume inquiry, na hii ni tume ya kuinquire, ilikuwa ya kutazama na kuchunguza chanzo cha matatizo haya na matokeo yake yamekuwa nini. Sasa kama wewe ulikuwa uitaki ile tume tangu mapema na umeenda mpaka mahakamani kutaka mahakama izuie, jamii haikutegemei kwamba taarifa iliyotolewa na tume uliyotaka isiwepo unaipokea. Hoja yao ni kwamba tume ina wajumbe ambao kwa namna moja ama nyingine wanaweza kuwa na mgongano wa maslahi katika uchunguzi uliokuwa ukifanyika. Mfano, uwepo wa baadhi ya viongozi wa serikali wakati ambapo yale matukio yanatokea. Viongozi wa serikali gani? Kwa sababu hoja hapa ni utaalamu wa wale watu. Ungekuwa una hoji uwezo wao wa kuchunguza, uwezo wao wa kuandika na kutoa taarifa juu ya mambo kama walivyoyaona. Nazungumza juu ya integrity. Sasa kama issue ni integrity, mimi huwezi ukanishawishi nikubali kwamba majaji wakuu wale ambao wanaweza kuhukumu mtu kifo na nchi isilalamike kwamba hawawezi kutuchunguzia jambo hili na kutupa majibu.
Mwenyekiti wa ile tume kwa mfano, Jaji Chande, ukisoma mambo ambayo amefanya katika maisha yake, utaridhika ya kwamba sio sisi tu ambao tumemtumia kwa jambo hili. Umoja wa Mataifa wenyewe umemtumia kwa mambo mengine. Mpaka hivi tunavyozungumza, hiyo katika tume, anaongoza tume iliyochunguza kifo cha katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa kilichotokea mwaka 60. Sasa kama huyu ndugu yangu Chande anaweza kuchunguza tatizo la kifo kilichotokea mwaka 60 Kongo, sasa unamwambia hawezi kuchunguza tatizo lilotokea Tanzania? Na hiyo ni moja tu, lakini amepewa kazi nyingi. Amekwenda Kosovo, hapa Somalia, Darfur, ametumwa na sehemu nyingi sana za nchi, na hata kwenye International Criminal Court amefanya shughuli zake pale. Kwa hiyo ni mtu mwenye uzoefu, lakini anapewa na watu wengine wenye uzoefu kama Jaji Juma, na amekuwa na makatibu wakuu, amekuwa na watu wengine wanatoka jeshi la ulinzi, lakini walishastaafu, na wengine walistaafu polisi. Sasa mtu anayesema hawa ni watu wa serikali, hao watu wa serikali wa wapi? Hawa wameshastaafu na hawategemewi kuteuliwa na rais kwa kazi nyingine yoyote, labda ya tume kama hii. Lakini walikuwepo viongozi, kwa mfano kwa hoja ambazo zinatolewa, kama aliyekuwa waziri wa ulinzi ni sehemu pia ya wajumbe wa tume. Sasa wewe umesikia kwenye tume humo wamezungumza ulinzi, umefanya nini? Ndio katika hilo la kwamba wajumbe wanaweza kuwa na mgongano wa maslahi. Hapana, mimi sikubaliani na hilo. Mimi nadhani walichukua watu ambao wana experience ya hapa na nje. Huyo waziri wa ulinzi unayemsema amekuwa waziri wa ulinzi kwa muda mfupi sana, lakini zaidi ametumia muda wake SADC kama katibu mkuu, na SADC ni jumuiya ya kimataifa. Lakini pamoja na hiyo, mzee Wasira, ukiachana na ripoti kukosolewa na hivyo vyama viwili tulivyovizungumza, lakini ripoti imekuwa ikikosolewa na makundi mengine. Kwa mfano asasi za kiraia, tumeona amezungumza mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu na wadau wengine kwenye civil society wamezungumza wakikosoa ripoti hiyo, na moja kati ya hoja ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye ukosoaji huo ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo havijawekwa wazi. Kwa mfano wanavyozungumza kwamba yale makundi yalifadhiliwa, yalipangwa, haikueleza ni kina nani hawa walifanya hivyo ama walikuwa wanafadhili na kupanga. Lakini pia kuna hoja nyingine ambazo zinazungumzwa kwamba mwanzoni ripoti tume ilivyoanza kufanya kazi kulikuwa kuna uwazi, waandishi wa habari wanakuja wanawasikiliza wale wahanga, lakini baadaye wakazuia, na kuna baadhi ya visa vilielezwa mwanzoni na vilizungumzwa wazi, lakini kwenye ripoti kule havikuzungumzwa. Una lipi la kusema kuhusu huu ukosoaji na hoja hizi ambazo zimekuwa zikitolewa? Nadhani kuna maswali mengine unaniuliza mimi, ungeenda ukamuuliza Jaji Chande, kwa sababu kwamba walikuja wakahojiwa in public. Lakini nimekuuliza ni kwa sababu umeitetea ripoti. Ni kwa sababu umeitetea ripoti ya tume. Alishaeleza swali hilo. Jaji Chande alishasema kulikuwa na mazingira mbalimbali. Kuna watu wengine hawakutaka hata kuja, lakini akatoa dodoso ili wajaze bila majina. Ni method yameandika, kuna methodology aliyotumia katika kukusanya habari. Na unajua katika research hata kutoa dodoso si lazima huyu anayekujibu aseme ni nani. Unapata random sampling, si ndio bwana? Hata katika utafiti wengine wanapiga simu randomly, anampata mtu hamjui jina, lakini anauliza opinion yake. Hiyo ni methodology ya kukusanya habari. Sasa hiyo haiwezi kuwa hoja kubwa. Hoja tungezungumza content ya ripoti, unaikataa kwa msingi gani? Maana kama wenzako wametafiti na wamekuja na majibu, wewe ukipinga lazima uje na alternative. Ndio. Ndivyo hoja zinajibiana kwa hoja. Kama wewe unapinga takwimu, utupe takwimu ambazo wewe umetafiti zinapingana na hizo, tutakusikiliza na wewe. Taasisi huru zinaruhusiwa na zenyewe kufanya utafiti wao na kuja na majibu. Wewe kwanza kwa jambo hili taasisi huru ya Tanzania hapa inaweza kufanya kazi iko wapi?
Sio rahisi hivyo kwamba unaweza ukatembea nchi yote hii. Sawa. Tukiachana na masuala hayo lakini ambayo yanafanana pia na hilo, tuzungumzie hali ya uhuru wa kisiasa, ambapo kumekuwa na wadau wa masuala ya siasa ambao wanadai kwamba uhuru wa kisiasa nchini Tanzania umeshuka, hasa ule uhuru wa kufanya shughuli za kisiasa. Chama cha Mapinduzi kinajibu vipi hoja hizi, kizingatiwa kwamba mna wajibu pia wa kulea demokrasia? Utuambie wanasema uhuru gani? Uhuru gani ambao umeshuka? Bana, huwezi kuniuliza uhuru tu in general alafu mimi nikakwambia uhuru umeshuka au umepanda. Lazima uwe specific. Kwa mfano katika hiyo hoja mahususi, kwa mfano uhuru katika masuala ya kiuchaguzi, kuwa na chaguzi ambazo ni huru na zinaaminika, ambazo zinawafanya vyama vya upinzani na wao waone kwamba wanaweza wakashiriki, wakagombea na wakashinda kwa haki. Sawa, hilo swali zuri. Sasa ngoja nikwambie, uchaguzi katika Tanzania haujaanza leo. Tumeanza uchaguzi chini ya mfumo wa vyama vingi mwaka 1995, na wakati ule mgombea urais wa Tanzania alikuwa Benjamin William Mkapa. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Amin. Na alikuwepo Agustino Lyatonga Mrema, na yeye Mungu amweke mahali pema. Hawa waligombea urais mwaka 1995 katika katiba ambayo haijarekebishwa, na Benjamin Mkapa alipata kura 61% na Agustino Mrema alipata 39. Hiyo habari ya kwamba hakuna uhuru wa kugombea imeanza lini? Tunazungumzia chaguzi za hivi karibuni, hasa uchaguzi uliopita. Ndio mwaka 1000. Ngoja, maana katiba na mfumo ndio unaoamua kama uchaguzi ni huru au hapana. Mwaka 2015 amegombea uchaguzi Rais John Pombe Magufuli na Edward Lowassa, tena wamemchukua kutoka chama chetu. Kulikuwa na tofauti za kura, lakini mgombea wa sisi walipata 58%, na kwa standard za ushindi wetu ilikuwa nini? Ilikuwa ni kura zimeenda chini sana. Kwa hiyo uwezi ukasema uchaguzi hauko huru ndio maana Pombe Magufuli alipata 58. Sijui wanaosema hivyo lazima wawe na hoja. Sasa tunarudi, ndio hoja zinazotolewa kwenye uchaguzi uliopita zinarejea, zinatoa reference ya ripoti ambazo zimetolewa na waangalizi, kwa mfano wa uchaguzi, ripoti ya SADC na ripoti ya Umoja wa Afrika, ambazo zote zinahitimisha kwamba uchaguzi haukuwa wa huru, wa haki na wa kuaminika. Mimi nakwambia nini? Hakuna uchaguzi katika dunia hii ambao umewahi kufanywa bila dosari. Uchaguzi ni zoezi kubwa sana, na ukitegemea ufanywe kabisa bila dosari. Hata hao wasadiki wanaosema nao tungeenda na sisi kwenye uchaguzi wa nchi zao na tungeweza kuja na conclusion inayofanana na hiyo. Sasa ni zoezi, na uchaguzi huu dunia nzima huwa una problem. Marekani si ndio democratic kuliko wanasema wenyewe, ndio lakini wamewahi kufikishana mahakamani. George Bush mdogo na bwana mwingine alikuwa anaitwa Al Gore. Ndio. Wanasema Al Gore kama alishinda hivi, lakini wakashindana ikabidi waende mahakamani. Na mahakama ya Amerika, mimi nimekaa kule, inaitwa the Supreme Court. Majaji wake wanateuliwa na maraisi wa vyama mbalimbali, na wanateuliwa kufuata mkondo na maoni ya vyama vile. Lakini wakasema koti kwa misingi hiyo ya vyama kwamba George Bush amefanyaje? Ameshinda, kwa sababu majaji waliokuwa mle wengi ni wa mkondo wa mlengo wa Republican. Yule bwana akakubali kwamba kwa ajili ya manufaa ya nchi yao basi imekwisha. Sasa dosari za namna hiyo katika chaguzi zote huwa inatokea. Labda nikupe mfano mwingine.
katika uchaguzi uliopita wa Marekani, Pennsylvania ilikuwa na ushindani mkubwa lile jimbo, lakini walipomaliza wametangaza, baadaye kwenye mitaro walikutana na kura halali. Na kule kwenye state ile inaitwa ile Georgia, siku ile ya kuamkia kupiga kura ililipuka bomu katika maeneo wanaoishi weusi. Hawakutuambia chama gani kililipua bomu, lakini wakasema bomu hili linaonekana kama litengenezwa Urusi, ikaishia hapo. Nachojaribu kuambia ni kwamba zoezi la uchaguzi dunia nzima huwa ni patashika. Kwa hiyo unakiri kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa na dosari? Au kuna uchaguzi ambao unaweza ukasema ni 100%? Kwa hiyo huo kwetu uliopita ulikuwa na dosari au haukuwa na dosari? Kama dosari zilikuwepo ni za kawaida. Ndio maana nakupa mifano ya nchi nyingine. Sasa tukitazama swala lingine ambalo pia linahusu hali ya siasa ni kuhusu mjadala ambao umekuwepo na kimsingi umekuwa ni mjadala wa muda mrefu kuhusiana na upatikanaji wa katiba mpya ama mabadiliko ya katiba. CCM tunafahamu kwamba mnaunga mkono kupitia vikao vyenu vya kamati kuu na vikao vyenu vingine vya chama, lakini pia mmeunga mkono jambo hili kwa kuweka kwenye manifesto yenu kuhusu mchakato wa katiba mpya. Lakini swali kubwa linalokuja ni kwamba ni lini sasa mchakato huu utaanza? Tume ilipendekeza katiba mpya angalau ipatikane mwaka 2028, lakini nyie kama Chama cha Mapinduzi, msimamo wenu na ahadi yenu kwa Watanzania, ni lini katiba mpya itapatikana? Sisi tunayo ilani, na ilani tumesema kati ya sasa na mwaka 30, kwa maana ya kwamba uchaguzi wa mwaka 30 utaendeshwa chini ya katiba mpya. Sasa mnataka tuweke siku, mweke na saa. Hii itakuwa kwa kweli ni problem, kwa sababu ni process. Kwanza tumesema nini? Tumesema tuanze na maridhiano, kwa sababu katika mazingira haya ambayo watu wanatofautiana, huwezi kuwaweka pamoja kuzungumza katiba. Wataacha kuzungumza katiba, watazungumza machungu yaliyotokea. Kwa hiyo tumekubaliana kwanza tuanze na maridhiano. Tukishamaliza maridhiano, hatua inayofuata ni kuchukua hatua sasa za kuelekea kupatikana kwa katiba mpya. Lakini kwa hiyo nikwambie, watu wanaolalamikia sana katiba, wengine wanasema, hata jaji anasema moja ya vitu ambavyo wanadhani vilisababisha viashiria vya ni katiba mpya. Lakini tukubaliane, hivi katiba ilianzwa na vyama? Katiba hii ilianzwa na serikali ya sisi mwaka 2011 na maoni yote yaliyokusanywa na tume ya Warioba na bunge la katiba lililokutana mwaka 2014. Yote ilikuwa ni process iliyotokana na sheria iliyotungwa na serikali ya CCM, na mambo yalikwenda mpaka tukafika mahala wenzetu walikuwa wanaitwa Ukawa wakaondoka katika bunge lile kwa sababu walitaka serikali tatu, tukapiga kura wakashindwa. Sasa aliyechelewesha katiba ni yule aliyeshinda kura za serikali mbili na wale waliobaki. Alafu katiba ile inayopendekezwa, haya mambo yote ambayo wanayazungumza vyama sasa hivi, wanazungumza tume huru, imeandikwa mwenye katiba ile bila wao kuwepo. Wanasema wanataka matokeo ya uraisi ya pingwi kotini, iko kule. Tena tuliunda katika chini ya sheria ya katiba ile inayopendekezwa, kuna Supreme Court ambayo tulisema ndiyo itapewa uwezo wa kufanya nini, wa kusikiliza mashauri ya uchaguzi wa rais. Hayo yote tulifanya bila wao kuwepo. Walisema tupunguze madaraka ya rais, tulipendekeza vitu gani rais asifanye, viko mle. Yaani mambo mengi, isipokuwa serikali tatu wao ndizo walizokuwa wanafikiri ndio katiba. Katiba sio serikali tatu. Kwa mantiki hiyo sasa, kwa sababu tunatazama mbele, ni
na nikikumbuka pia wakati mnafanya kampeni ahadi za mgombea wenu ilikuwa ni kwamba siku 100 za kwanza zitakwenda sambamba na kuanzisha tume ya maridhiano na kuanzisha mchakato wa katiba mpya. Lakini hakuna ambacho kimefanyika mpaka sasa. Mgombea wetu hakuzungumza juu ya tume ya maridhiano. Kuanzisha mchakato wa maridhiano. Hapana, alisema ataanzisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya. Hii ilikuwa kabla ya tarehe 29 na 30. Ndio. Sasa ile ghasia zilizotokea zile ndio zimedelay utekelezaji wa zile siku 100. Na alishasema siku 100 zile hatuwezi kuanzisha mchakato wa katiba kwa sababu tuna matatizo yanahitaji maridhiano. Na akasema tukiridhiana tukimaliza kazi ya kuandika katiba mpya inaanza. Sasa hao wanaotaka katiba mpya asubuhi wanataka ije saa ngapi? Maana tumeshasema kati ya sasa na uchaguzi ujao tutaingia kwenye uchaguzi tukiwa na katiba mpya. Na tayari mnayo picha ya mchakato utakavyokuwa kwa sababu mnadhibiti sasa vyombo vingi vya maamuzi ikiwemo bunge. Hatuna picha wala hatudhibiti bunge. Na hamjui namna gani mchakato utaendelea. Bunge limechaguliwa na wananchi na hatujalishirikisha katika jambo hilo. Kwa hiyo hakuna, mimi siwezi kulisemea bunge. Bunge ni muhimili, lakini wakati ukifika bunge likatakiwa kutoa maoni juu ya katiba mpya, utafuata utaratibu wa bunge. Lakini hakuna jambo ambalo substantial, jambo kubwa ambalo mmeliamua mpaka sasa kwenye vikao vyenu vya chama, vikao vikubwa vya chama kuhusu mchakato wa katiba mpya. Tuamue nini sasa? Tumesema hivi, kwanza turidhiane. Hilo ni dogo. Tukisharidhiana tunaanza kuulizana mfumo wa kupata katiba mpya uweje. Sasa unataka tufanyeje tu? Yaani unajua ng'ombe huwa wanalima wanavuta mkokoteni. Sasa unataka badala ya ng'ombe kutangulia mkokoteni ufate. Sasa unataka ng'ombe wakae nyuma mkokoteni uende mbele. Sasa baadhi ya viongozi wa kisiasa na wanaharakati wamekamatwa na kushtakiwa kwa makosa mbalimbali ambapo wao wenyewe wanasema makosa haya yanachochewa kisiasa, na katika hilo la kuzungumzia uhuru wa kisiasa na kuona kwamba mnashindana kwa hoja na wapinzani wenu, inaonekana kwamba katika hiki ambacho nakizungumza ni kama mnatumia vyombo vya dola kuwadhibiti wale wenye sauti kubwa za kuwakosoa. Kwa nini mnafanya hivyo? Mimi nataka kukuuliza na wewe kwa kukujibu kwa kukuuliza. Hivi ukiwa mwanachama wa chama cha siasa ukikosea unaachwa? Hivi gerezani kule hakuna wanachama wa CCM? Si wapo? Tofauti yao na vyama vingine ni kwamba wenyewe wakikamatwa wanasema amekamatwa nini mwanachama wetu. Sisi wanachama wetu wako gerezani pale na makosa yao. Lakini tunategemea masuala ya kisiasa hatukamati watu kwa sababu za kisiasa. Polisi wanakukamata, ingekuwa ni siasa wasingekupeleka mahakamani. Wakikukamata wanakaa na wewe saa 24, wanakuwasilisha wapi? Mahakama, ili ukajitetee. Lakini kosa tunalofanya ni kufikiri ukiwa mwanachama wa chama cha siasa unaweza ukafanya unachotaka, hata kwa pamoja na kuvunja sheria. Hiyo sio sawa. Mimi ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini natakiwa kutii sheria. Siwezi kwenda hapo barabarani nikapiga mtu kofi wakasema hiyo ilikuwa ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti anajifurahisha. Chama nchi gani hiyo? Nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Wewe uwe mwanasiasa, uwe mtu wa dini au mtu wa namna yoyote ile, unakuwa salama zaidi kama unatii sheria. Lakini ukitaka kutumia dini au utumie chama chako cha siasa kama kinga, alafu utafanya makosa ya jinai na useme utaachwa huru, hiyo sio sawa. Lakini nyie kama Chama cha Mapinduzi mnachukua hatua gani kuhakikisha kwamba vyombo vya dola haviwezi kutumia nafasi yake kuwadhibiti wapinzani wenu ili mkutane kwenye majukwaa ya kisiasa? Sio inawadhibiti nini? Mimi nimekuambia ukifanya makosa ya jinai usichanganye na siasa. Jinai ni jinai. Ukifanya makosa ya jinai, kwa mfano, nikupe mfano tu. Ndio.
katika yale mambo ya Oktoba kuna watu wamechoma nyumba, wamechoma majengo, wamechoma magari ya watu binafsi, wamechoma mpaka vituo vya mwendo kasi. Sasa ukimkamata mmoja ambaye kuna ushahidi wa kuchoma, wanasema huyu ni mwanachama wetu. Ala, mwanachama wetu kazi yake kuchoma miundombinu? Hakuna wanachama unaompa haki mtu yoyote kwenda kufanya jinai. Ukifanya jinai haukamatwi wewe kama mwanachama wa chama fulani, unakamatwa wewe kwa jina lako. Ndio. Sawa sawa kabisa. Na tutazame kundi la vijana. Kwa mujibu wa takwimu za sensa na takwimu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na taasisi mbalimbali zinazoangalia demography, idadi ya watu na kadhalika, inaonyesha kwamba asilimia kubwa ya Watanzania ni vijana, na hawa vijana wamekuwa wakidai ama wakizungumza kuhusu masuala mbalimbali, masuala ya ajira, lakini zaidi hawa vijana wanaonekana kuguswa zaidi na uhuru wa kisiasa kutokana na aina ya kizazi. Unajua kuna kwa mfano vijana wanaitwa Gen Z, ni watu ambao wanapenda uhuru zaidi, kusikilizwa zaidi na kadhalika na kadhalika. Na moja kati ya vitu ambavyo kwa mfano vilizungumzwa kwenye ripoti kama chanzo cha vurugu ni baadhi ya watu kuona kwamba wanahitaji kusikilizwa zaidi na kupata uhuru zaidi. Hilo kama Chama cha Mapinduzi amliona kwamba linakosekana miongoni mwa vijana wa Kitanzania? Kwanza mimi nataka kushangaa. Tume ripoti yake ninayo hii hapa. Tume haikusema hayo viashiria vile yenyewe inavikubali kuwa ndio viliwafanya watu wawe na haki ya kufanya matendo ya uhalifu. Tume haikusema hivyo. Ila tume ilikuwa inapokea ushahidi. Kama wewe ulienda mbele ya tume, tuambie chanzo ni nini? Wanasema hali ngumu ya maisha. Mwingine anakuja anasema mambo vipi? Anasema ajira kwa vijana. Mwingine anasema katiba imecheleweshwa. Wao wanaandika ushahidi wa mambo walioyapata kwa watu. Lakini ukirudi nyuma sasa unaanza kujadili hivi ni kweli serikali imechelewesha katiba? Na hata kama kweli imechelewa, hivi kweli ilikuwa inatosha kuwafanya watu waende mtaani kwenda kuchoma kila kitu? Ajira kwa vijana ni kweli ni problem, lakini si problem ya Tanzania peke yake, kwa sababu issue ya vijana na ajira ni issue ya uchumi. Katika Tanzania vyanzo vya ajira ni serikali. Serikali inaajiri watu wanaohitajika kwa ajili ya kutoa huduma au za elimu au za afya au za kilimo na kadhalika, lakini wanakwenda na bajeti, na serikali haiwezi kuajiri vijana wengi sana. Sisi tuna vyuo vikuu 40 katika Tanzania, vinatoa graduates zaidi ya 100,000 kwa mwaka. Sasa hivi kweli maana lazima kuuliza, hivi industry ambayo inaweza kaajiri graduates 100,000 kila mwaka iko wapi? Ndio maana kwenye ilani yetu sisi tumesema tunataka kuanzisha mitaa ya viwanda kila wilaya, tena sio serikali, private waanzishe, na tuko tayari kusapoti vijana wasomi nao waingie kwenye uanzishaji wa miradi. Walikuwa wanaenda benki kutafuta mikopo, wanaambiwa lazima watoe financial statement ya miaka 3, na wametoka chuo kikuu jana. Rais ametoa shilingi bilioni 200 kuwekeza katika miradi ambayo inafadhili vijana. Tumesema tuanzishe benki mahususi ili kiwe chombo cha kudumu, ili vijana wanaotaka kuanzisha shughuli zao waweze kwenda benki na miradi yao, tena ni wasomi, wanajua kuandika project write up, wapate mikopo, na ikiwezekana riba iwe nafuu, iwe development bank ambayo ina invest na inawapa grace period ya kulipa ili waweze kujiajiri na waajiri wenzao. Tunazungumza juu ya kukaribisha wawekezaji kutoka nje, na wanakuja. Ukienda mkoa wa Pwani utakuta sehemu yote inazunguka Dar es Salaam ina viwanda vingi tu.
imetokana na sera ya serikali ya CCM inayo attract watu kuja kufanya nini? Kuwekeza. Hizo ndizo tukizidisha, hiyo ndio ajira ambayo vijana wanaweza kupata. Na sera yetu iko tailored katika kuwasaidia vijana katika maana hiyo, na tumeandika kwenye ilani yetu kwa kirefu tu. Kwa hiyo lakini ukisema tuajiri vijana wote leo na huko hakuna hata nchi moja ambayo ya Afrika hapa ambayo inaweza kukwambia vijana wake wote wameajiriwa. Iko wapi? Lakini kwa hizo sera nzuri ambazo makamu umezieleza, bado tumeshuhudia hizo hasira za vijana kama hivyo. Tumeona makundi yao kwa makundi siku hiyo walivyotoka barabarani wakiwa wanaimba nyimbo, lakini wengine tunaona kwenye mitandao ya kijamii. Kama mna sera hizo nzuri za vijana namna hiyo, kwa nini bado hawa vijana wana hasira na nyie, makamu mwenyekiti? Si walishauriwa? Ripoti inasema waliandaliwa, wakafundishwa, wakafadhiliwa. Ripoti inasema. Sasa kama na ilisema walikuwa wanachagua aina fulani ya vijana. Na nani alifanya hivyo? Nani alifanya hivyo? Ndio wamesema tuunde sasa uchunguzi wa kijinai ili tujue nani, tuje tujibu swali lao. Kwa wao wenyewe waliosema hivyo hawajui nani alifanya hivyo? Hata kidogo. Nani amekwambia hawajui? Na wewe mwenyewe haujui? Mimi sijui kwa sababu mimi sikuwa kwenye tume. Mimi nasoma walichosema. Lakini hawawezi kusema watu wazima kwamba kuna watu wanachunguzwa bila kujua. Lazima wameona kuna element ya jinai. Ndio wakasema hii jinai hii sisi, umemsikia Jaji Chande, hizo sisi sio mahakama. Wala sisi sio polisi. Tunagawana kazi. Hivi kweli unamtuma Jaji Chande yule aenda aseme wewe ndio ulichoma nyumba, afa aende mahakamani kwenda kutestify? Bwana. Lakini anaweza akaona clue kwamba hapa kuna jinai, anaambia tuunde sasa watu wenye kujua kuchunguza jinai wachunguze, alafu wakisharidhika wanawapeleka wale watu wapi? Mahakamani. Ndio nimesikia watu wanasema kwa nini hawakuwasema? Wawaseme alafu watoroke. Wacha wakae kwanza. Sasa katika hilo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaashiria vinaleta viashiria vya chuki, na hasa ukigusa kundi ile la vijana, tunaona chuki zao dhidi ya nyie watu wenye mamlaka. Kwa mfano tu naweza nikakupa mfano mmoja hapo ndio ambao tumeuzungumza, lakini kuna mfano ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, comments, kwa sababu na mimi ni kijana pia lazima nitazungumza lugha ya vijana. Comments ambazo zinatolewa pale ambapo viongozi wanaposti vitu mbalimbali, comments za vijana zinakuwa wanaonyesha kwamba wana hasira, wanatukana matusi, lakini pia mbali na hilo, makamu mwenyekiti, imeenda mbali zaidi, hata baadhi ya viongozi wakifariki, vijana baadhi yao kwenye mitandao ya kijamii wanaonekana kusherekea misiba hiyo. Huo ni utovu wa maadili. Hata wewe ni kijana hivi, wewe unaunga mkono kwamba akifa mtu halafu wewe usherehekee ukiwa umepiga kweli akili yako nzuri na umesoma kama ulivyosoma, unasherehekea ili upate nini? Lakini makamu mwenyekiti, hamuoni kuna haja ya kushughulika na hizo hali za hao watu wanaofanya hivyo, kufanya kuondoa hayo mazingira ya chuki ili turudi katika hulka yetu ya Watanzania kuishi kwa upendo na kuheshimiana? Ndio maana tunazungumza juu ya kuridhiana. Tutakapozungumza juu ya kuridhiana, sasa makundi yote pamoja na makundi yanayowakilisha wale au vijana, ili tuzungumze bana, tuna nchi hii moja tu. Wala chuki haiwezi kuwa agenda ya watu. Sasa tuna nchi moja tu ambayo ni space ya Tanzania na sisi ni wa Tanzania. Hakuna nchi nyingine. Mkivuruga hii, mimi umri wangu utakuwa umenipeleka kwa Mungu, labda kama Mungu ataniita, lakini mimi ningependa kuacha nchi yetu inaendeshwa kwa amani. Na katika hilo pia wapo vijana ambao wanasikika wakisema kwamba hawajisikii kushirikishwa vya kutosha katika masuala mbalimbali ya maamuzi ya nchi. Na kama chama kinachoongoza serikali, mna mpango gani wa kuwapa nafasi zaidi vijana hasa katika masuala ya uongozi na kutoa uamuzi? Hiyo swali zuri sana. Ndio uone baraza la mawaziri la Rais Samia, wazee wamo wangapi?
Ndio. Kama labda nani ndio mzee kidogo tu, nani Profesa Kabudi, wengine wote ni vijana tu. Wakina Mavunde wale ni wazee. Wizara zote pale zinaendeshwa na vijana, pamoja na ile ya kwenu ina Christian Makonda ni mzee. Hayo ni mawaziri. Nenda kwa wakuu wa mikoa, utakuta most of them kama kuna wazee labda wamestaafu mmoja wawili, akina Siro, lakini wengine wote ni vijana. Uende kwa madisi wote nchi hii ni vijana watupu, wa kike na wa kiume. Sasa mbali na hiyo, katika hilo la kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na kuleta maelewano zaidi na maridhiano kama ulivyotanambaisha hapo awali, kumekuwa na wito ama hoja zinatolewa kuhusu kuwa na mijadala ya kitaifa, national dialogues and debates. Mijadala ya wazi kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa, tena hasa kati yenu nyie Chama cha Mapinduzi na vyama vya upinzani. Je, CCM mko tayari sasa kusimama kwenye mijadala hiyo, mkijibizana hoja na vyama vya upinzani? Mkituita tutakuja, si wahariri, tutajadiliana hewani, tutakuja hapo nini Azam, utuite sisi, uite Chadema, uite ACT na vyama vingine, tufanye debate, tutakuja. Lakini hatujapata ukataa kuja. Lakini hivyo baadhi ya mijadala ambayo imewahi kuandaliwa, kwa mfano wakati fulani uliandaliwa mjadala na kituo kimoja cha runinga, kukawa na mazungumzo yanaendelea kwamba, na yule mtangazaji akaeleza kwamba aliwaalika tena hasa katibu mkuu wakati huo na makatibu wakuu wa vyama vingine, lakini kwa upande wa CCM hakutokea. Kama hakupewa nafasi, na wale wengine wakakataa, wakasema kwamba hakupewa notice ya kutosha. Unajua ni rahisi sana kumwalika mtu, kaandika barua halafu usipeleke, halafu ukasema nilimwalika. Kwa hiyo Mzee Wasira, kwa mfano kama sisi Azam tukiandaa mdahalo, kwa mfano labda makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, makamu mwenyekiti wa Chadema na makamu mwenyekiti wa ACT, kwa mfano, utakubali kushiriki? Wewe waite wote wanaoweza kuja, afu tuzungumze kama unawaita. Ndio. Na utuletee na agenda. Ndio. Huwezi kuniita tu mimi nakuja tu, mpaka unaambia tunakuja kujadili nini. Ndio. Basi na sisi tutatoa huo mwaliko, tutaleta huo mwaliko rasmi wa kufanya hiyo mijadala. Na pia katika mijadala ile ya kiuchaguzi, nakumbuka mwaka 95 kulikuwa kuna mdahalo, presidential debates, kama ambavyo zinafanywa kwenye nchi nyingine zenye demokrasia pana. Tunaona wagombea wanaletwa pale katika ngazi hizo kujadili, kuna debates. Utamaduni huo unauonaje? Tunaweza tukautumia ndani ya nchi yetu? Upeleke hoja tume ya uchaguzi, ndio inaamua inataka kushirikisha watu namna gani. Ndio unaweza ukaanzisha mjadala, anayetaka kuja anaweza kuja, anaweza mwingine akakataa. Hata huko ambako unasema kuna utamaduni wa kuita watu kuja kujadili, wengine huwa wanafika wanakataa. Lakini kwa mfano ikiwa wewe ni mgombea, ndio, na wewe huruka yako ni kutukana tu, sasa mimi nije hapo kufanya debate ya kutukana, naweza nikasema endelea na huyo mama tu atukane, alafu akichoka basi atatoka. Waendesha mdahalo watakuwa na kazi ya kutoa miongozo ya mdahalo. Ni polisi bwana. Waandishi wa mdahalo wanauliza maswali. Sasa ukiniuliza alafu mimi nikatukana, wewe utabaki umebuga, hukuna kitu utafanya. Inategemea culture. Hata hao wanaofanya hao utamaduni wao wamefanya hivyo kwa miaka mingi. Si unajua Marekani wanasherehekea miaka 250 leo. Sasa wameshazoea hivyo kwa miaka mingi, ndio utamaduni wao. Hata Waingereza hawafanyi. Ulishasikia mdahalo Uingereza? Waingereza anaikuwa waziri mkuu ni mbunge, anaenda kugombea huko kwenye jimbo, akishinda na chama chake kishinda, wanakutana pale, wanamwambia Malkia au King, tumeshinda sisi. Anasema sasa wewe utakuwa waziri mkuu na ndio uunde serikali. Hawajadiliani. Marekani wanajadiliana kwa sababu mfumo wao ni presidential. Katika hii ya kufanya siasa zetu nchini ziwe na ladha, tuwe na kujadili masuala mbalimbali,
na vitu kama hivyo. Zipo hoja ambazo zimekuwa zikitolewa dhidi yenu kwamba sasa Chama cha Mapinduzi kimejielekeza zaidi kuwa chama dola. Unatumia najaribu kunukuu maneno ya wanasiasa wenzenu hasa upinzani kwamba mnakwepa sana mazingira ya majadiliano, kushindana kwa hoja. Zaidi sana mmekuwa chama dola, kwa maana ya kwamba mnatumia zaidi vyombo vya dola kuliko majukwaa ya kisiasa. Sisi tunashindana kwa hoja. Kama unataka kujua, wakitoa hoja huwa tunajibu hoja. Kwani mashindano ya hoja si ndio siasa? Unaweza kuwa na siasa bila hoja? Ni siasa, ni hoja. Na hoja zile zinapingana. Kwa hiyo wewe ukisema na sisi tukawa tuna majibu, tunakujibu. Sio lazima tukutane kwenye mdahalo ndio tujibizane. Hata wenyewe hawasemi kwenye mdahalo, wao wanasema tu hili na hili. Kama hilo unalosema, wanasema sisi chama dola. Chama dola ndio nini? Sisi ni chama cha siasa, lakini tumeaminiwa na Watanzania kuongoza dola. Kwa hiyo dola haiwezi kuwa chama cha siasa. Ila chama cha siasa kinaweza kuongoza dola kutokana na ridhaa ambayo tunapata kutoka kwa wananchi. Ndio hoja. Sasa sisi chama dola kitu gani? Kwani sisi umeona tuna tawi polisi la chama? Tuna matawi vijijini huko, tuna matawi kila mahali mikoani, lakini hatuna tawi polisi. Lakini polisi ni wa serikali ambayo sisi tumekabidhiwa kuiongoza. Basi hilo tu. Ndio maana nimekuambia kama polisi wote wangekuwa wanasema CCM hawakamatwi, tungekuwa hatuna wanachama wetu jela, lakini wako kule. Tena ukihesabu wa Chadema utakuta wa kwetu ni wengi kuliko wa Chadema, kwa sababu sisi ni chama kikubwa, wanachama wetu ni wengi na wanaokosea, kwa hiyo nao watakuwa ni wengi. Kwa hiyo wapo jela wengi zaidi kuliko wapo wa Chadema. Na hii pengine inatokana na baadhi ya watu ambao kwenye vyombo vya dola kujinasibisha na Chama cha Mapinduzi. Nitakupa mfano mmoja. Kuna video moja ilikuwa inaonekana mtandaoni, kiongozi mmoja wa polisi akawa anasema kwamba sasa hivi mstari ni mmoja, kijani, yani akimaanisha kwamba Chama cha Mapinduzi ndio kila kitu. Kwa hiyo akawa anawaambia wale wengine, wewe utajua mwenyewe na Chadema yako na kafu yako. Yani akiwa anaonyesha hiyo mazingira. Wewe ulimuona akiwa katika hali gani? Sasa ndo hiyo sasa inatoa mazingira kwamba nani alikwambia huyo polisi alikuwa msemaji wa jeshi? Alikuwa anasema tu yeye mwenyewe, hakutumwa. Ni yeye mwenyewe. Inawezekana jeshi lilimuita labda ikamwambia acha hayo mambo. Hakuwa msemaji wa jeshi la polisi. Alikuwa anasema, alikuwa anaendesha raha zake tu. Na yeye ni mwanadamu. Unajua na polisi leo ni wanadamu. Siku hizi anaweza akachangamka. Alafu akasema feelings zake. Lakini sio kwamba yeye ndio msemaji wa polisi anawaambia polisi wote lazima mtii kijani. Polisi wanatii mamlaka ya serikali kwa hierarchy. Sisi kijani au sisi tukisha kupata dola inabaki. Wanamsaruti rais kwa sababu ndio mwenye mamlaka, ni commander in chief. Sasa yeye kama anaita rais ni kijani, hiyo ni yeye maoni yake. Haiwezi kuwa maoni ya chama kidogo kile. Sasa kama ni maoni ya jeshi la polisi. Sasa tuzungumzie masuala mbalimbali ambayo yanahusu sera na maendeleo, na kama tunafahamu kwamba wananchi pia wanahitaji huduma hizi, maendeleo ambayo yanagusa pia huduma zao, masuala ya afya, elimu na kadhalika na kadhalika. Chama cha Mapinduzi kinapanga vipi kubadili mjadala wa kisiasa uzingatie zaidi masuala ya uchumi, ajira, huduma za jamii zaidi kuliko hii mivutano ya kisiasa ambayo kwanza sisi hatuna interest na mivutano ya siasa. Sisi tuna ilani. Kwa kweli utamaduni wa kisiasa ambao tungependa kuona ni wa vyama vinatukosoa kwa sera. Vitukosoe kwa sera, viseme sera yenu ya afya ni hii, makosa yenu 1, 2, 3 katika hiyo sera. Watuambie
sera yenu ya elimu ni hii, udhaifu wetu 1, 2, 3. Hii sera yenu ya kueneza umeme mpaka kwa mtu wa kijiji ni nzuri au mbaya? Kulikuwa na mbunge mmoja wa upinzani, bahati mbaya Mungu amemchukua juzi, anaitwa Bwege. Unamjua? Wa Kilwa. Alikuwa anachekesha sana bunge, lakini alikuwa na huruka ya upinzani wa hoja. Bwege anawaambia, nyinyi bwana mnafanya hivi, mnatufanya hivi. Anasema halafu anageuka anasema, lakini kuna mambo mengine mmefanya vizuri kama kueneza umeme, kwa kweli hapo mmetupata. Bwege anasema, lakini mpinzani, kwa maneno mengine, upinzani sio kukataa kila kitu. Aise, huu ni upinzani hatari. Kwa mfano, inawezekana ripoti hii ya Jaji Chande, kukawa na jambo kukubaliani nalo, lakini huwezi ukasema ripoti yote ni rubbish. Sasa huo ndio upinzani wa ajabu wa utamaduni wa kupinga kila kitu. Lakini upinzani hata huko tuliko urithi huko kwa wazungu wanasema, Mr. Speaker, this Prime Minister promised to improve education. He has not improved it. Nasikia asema waziri mkuu huyu aliahidi ataleta mapinduzi katika elimu, ameshindwa kuleta mapinduzi katika elimu, na anatoa sababu za kushindwa. Na kwamba kama tungekuwa ni sisi ndio tuko kwenye serikali, an alternative, kwa sababu opposition inakuwa ni alternative government, inasema tungefanya hivi na hivi na hivi. Lakini upinzani wa rafiki zangu wengine hapa wakukasirika tangu Januari mpaka Desemba, huu ni upinzani wa hatari. Kwanza ni hatari mtu kukasirika tangu Januari mpaka Desemba, unaweza ukapandisha blood pressure bure. Hakuna haja ya kununa, hakuna haja ya kugombana, hakuna haja ya kutukanana. Tunazungumza sera tu. Utukosoe kwa sera na sitakujibu tena kwa heshima tu. Na nyinyi mko tayari kila mpinzani apate fursa ya kuuza sera zake kwa Watanzania? Auze. Mbona wape nafasi Watanzania wachague? Mwaka 2001, sera zipi zinaovutia? 2021 kulikuwa na manunguniko mengi, wanasema waandishi wa habari, nyinyi mmefungiwa, hamuandiki. Akaja Rais Samia akawapa uhuru mwingi tu. Siku hizi mko hata hapa saa hizi uko hapa sisi unahoji. Unataka uhuru gani zaidi? Na sijakataa kukujibu. Sasa karibu ni miaka 5 hujasikia gazeti limefungiwa, limewahi kuadhibiwa online ya Mwananchi kidogo tu, Afrika achiwa. Hayo yote ni mambo ya maana, huwezi kuwa na siasa bila media. Haipo duniani. Lakini wanaruhusiwa. Na vyama vinaruhusiwa. Walikuwa nasema haturuhusi kufanya mikutano, wakaruhusiwa. Wakafanya mikutano. Ile ambacho wananchi walishindwa kuelewa ni kwamba hoja ni zile. Hawasemi maji, hawasemi afya, wao ni zile. Katiba mpya. Katiba mpya kila siku, si mwisho watachoka na hiyo katiba. Wao iko lini? Sasa angalau tumepata jibu, itapatikana. Haya. Sawa. Wakasema tuwaruhusu wafanye maandamano. Walikuwa wanafanya maandamano, hata hapa Dar es Salaam walifanya. Wakawa wanafanya hapa, wanatembea kwa miguu na polisi wanawasindikiza. Wengine waandamanaji wakawa wanapungukiwa nguvu, wanawapa ile glucose. Nguvu zinarudi, wanaendelea. Sasa tumefanya hivyo hapa. Hakuna chama kimezuiwa kufanya mikutano. Wakati mwingine mnachanganya. Wako wanachama wa Chadema kwa mfano, wa Zanzibar, walienda mahakamani wakablock mali za Chadema kwamba kuna matatizo ya mgawano wa mali. Walioenda mahakamani sio CCM, walienda Chadema wenyewe. Wakasema naona CCM imezuia mikutano ya Chadema. Wapi?
Hivi nani aliwazuia Chadema kugombea? Ni wao wenyewe. Sasa katika hili la masuala ya maendeleo, tuna ndoto kama taifa ya kutimiza miaka 25 ijayo, tunaita Vision 2050, ambapo tunatarajia kufikia uchumi wa dola trilioni 1 GDP. Hivi tunavyozungumza uchumi wetu haujafikia hata dola bilioni 90. Manake tunahitaji kuongeza angalau kila mwaka katika hii kipindi cha miaka 25 angalau uchumi unakuwa kwa 7% na kuendelea, na iwe mfululizo ili tuweze kufikia ndoto hiyo. Chama cha Mapinduzi kimejipanga vipi kusimamia kasi hiyo ya maendeleo? Ukienda usome vision itakuonyesha kitu gani ambacho kimejipanga kwa muda huu, huwezi ukaeleza. Lakini kuhusu hiyo ni kuhusu mipango, nazungumzia kuhusu kusimamia utekelezaji sasa kwa hiyo mipango ambayo iko kwenye. Kwanza ngoja nikwambie, kabla ya corona tulikuwa tumefikia 6.9 kabla ya corona. Baada ya corona na kufika hivi sasa uchumi wetu unakuwa kwa 6%, unarudi kule ulikokuwa kabla ya corona. Na kwa Afrika Mashariki sisi tunakuwa kwa spidi kubwa zaidi. Na juzi wale watu wanaitwa Moody wamekuja kucheki uchumi wetu, wamesema sisi tunakopesheka kwa B+. Kwa hiyo hiyo ndio inatupa nguvu ya kuproject kwamba tukiendelea na 7 mpaka 8 kati ya sasa na mwaka 25 tutafikia uchumi wa trilioni 1. Zamani tulikuwa nyuma sana ya nchi jirani, lakini hata nchi jirani sasa wako worried, wanaona uchumi wetu unaenda spidi zaidi na kwamba utawakamata. Problem ni kwamba ukishaishi hapa huwezi kuona mabadiliko sana kuliko kama ungekuwa umetoka ukarudi. Kwa mfano SGR ya kutoka hapa kwenda Dodoma, na sasa hatua zinaendelea. Tumepata, umesikia juzi umetangaza tumepata 3 trillion kwa ajili ya kuendeleza kutoka Makutupora kwenda Tabora kwenda Isaka. Ukiweza katika muda wa miaka 2 ijayo SGR inaweza ikafika Mwanza baada ya hivyo vipande kuunganishwa, na kipande cha kutoka Tabora kwenda Kigoma kinaendelea kwa spidi, na inajengwa reli ya kwenda Msongati Burundi. Unajua sisi sio nchi tajiri ajabu. Watu wengi wanasema nchi, sisi tajiri wa rasilimali. Ni kweli kabisa. Tuna gesi, tuna bahari. Juzi rais commission meli ya kuvua kwenye bahari kuu. Tuna madini, lakini tuna chuma pale Liganga, lakini hatujatepu ile ya chuma kwa sababu tumeweka pale wawekezaji, lakini wakawa wanababaisha kidogo. Lakini sasa tuko full force, tunataka kuchimba, na tukichimba ile chuma ikatengenezewa hapa, sio kupeleka raw material, tutakuwa tumepata chanzo cha industrialization, maana viwanda ni chuma. Sasa hayo yote tunafanya. Lakini kama wewe uko katika upinzani, huwezi kutembea unatusifu tu, utakuwa umeacha kazi yako. Nakushukuru sana. Kutupinga ndio kazi yako, basi nawe tunakwambia fanya. Naam, shukrani sana. Ni Stephen Masatu Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anayefanya shughuli zake Tanzania Bara. Tukaribisha hapa ofisini kwake, na hayo ndio alikuwa mazungumzo yetu. Hadi wakati mwingine, endelea kuifuatilia Azam TV.